Sana TV. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi anzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira waja'ala fi ikhtilafi al-layli wan-nahari ibratan lil-anami wa tadhkira. Tabaraka wa ta'ala rabbuna ahkamul hakimin. Ahmaduhu dammara al-kawna bibadi'i hikmatihi wa ashkuruhu asbagha alayna jamila ni'matihi wa atubu ilayhi wa astaghfiruhu wa as'aluhu ilmul yaqin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah al-mawjudu qabla khalqi shuhur. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah sayyidir rusulil kiram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ala tanawali sinin. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallahi ta'ala. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas, watukufu Islam, na wausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika jambo kubwa la kumcha Allah, ya kufuata maamrisho na kujiepusha na makatazo. Tunamshukuru Allah, anaendelea kutupa fursa, anaendelea kutupa nafasi ya uhai wake, tukajaaliwa sisi kuwepo katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa ujanja wetu na si kwa elimu tulizokuwa nazo, ila ni taufiki ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwani kuna wenzetu sasa hivi watu wanaandaliwa juu ya kuweza kupelekwa makaburini. Ni saa ngapi watu wajiandae kwa ajili ya kwenda kumstiri na kumhifadhi, kwa sababu tayari mwanadamu huyu hawezi kuishi katika mgongo wa dunia, anatakiwa aende akaishi katika mgongo wa kabrini. Lakini sisi Allah ametuwafikisha, bado tuko hai na ametupa fursa, na tuko katika jumla ya miezi mitukufu. Tuko katika jumla ya miezi mitukufu aliyozungumza Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha katika maneno yake matukufu. Leo maudhui yetu itakuwa kumtegemea Allah. Tawakkal, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, ya kwamba yeye ndiye mfanyaji wa kwa kila kitu.
si kwa elimu yako wala si kwa ujuzi wako wala si kwa ajili ya maarifa uliyokuwa nayo. Ni taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, watawakkal ala Allah, mtegemeeni Allah, mambo yenu yote mtegemezeni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakafaa billahi wakila, inatosha kabisa ya kwamba msimamizi wa mambo yako ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inatosha. Tawakkal ni kumtegemea Allah haka tawakkuli, ukweli wa kumtegemea. Allah mimi atanipa, Allah ataniwafikisha, Allah atanijalia, Allah atafanikisha nililolikusudia. Hiyo ndiyo tawakkali. Hiyo ndiyo tawakkali. Nitafanikiwa tu na Allah atamtia katika janna tu. Allah atanifanikisha tu. Lakini pamoja na hayo yote, lazima kuwe na asbabu, kuwe na sababu. Sio wamwambia Mungu, mimi Mungu utamtia peponi, hali ya kuwa wewe hufanyi ibada. Yes. Wataraji kuvuna wakati hujalima? Hapana. Wataraji kupewa mshahara wakati hufanyi kazi? Wataka kupewa mtoto wakati huna mke? Hasha wakala. Lazima ipatikane asbabu ambayo kwa sababu hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa huruma zake na kwa utukufu wake nitapata jambo fulani. Hiyo ndiyo tawakkul ya kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala bila kutegemea chochote. Sasa waqalu hasbuna Allah wa ni'mal wakil, inatosha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakika ya yeye ambaye mwenye kutegemewa ni yeye, inatosha. Allah ndiye msimamizi wa mambo.
Na hapo ndio kujipima kwamba je, mimi nayo imani sawasawa? Naziamini kweli nguzo tano? Naziamini kweli nguzo sita? Naamini kweli kama ambavyo alivyotuelekeza na kutufundisha Mtume Muhammad? Hapo ndio sehemu ya kujiangalia, ndio sehemu ya kujipima imani yako. Na ukiona kwamba huna kipimo juu ya imani yako wewe mwenyewe, basi unatakiwa ujikague na ujitazame. Sifa ya muumini ni yule anayejikagua, anemtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kula jambo. Hilo ndio jambo kubwa. Lakini kutegemea lazima kuwe na asbabu, lazima ipatikane sababu. Sababu lazima iwepo. Kwa kuwepo sababu ndio wale walioandaliwa janna, walioandaliwa pepo, waliowajibishwa wao kufunga, waliowajibishwa wao kuswali, waliowajibishwa wao kutoa zaka. Inna salata kana ala almu'minina, muumini huyo, kitaba maukuta, hakika ya swala imewajibishwa juu ya muumini kwa wakati maalum. Muumini ndio aliandaliwa janna, muumini ndiyo aliandaliwa pepo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana Allah akasema, innamal mu'minuna, innama, hakika hapana vingine, hakika ya muumini wa kweli. Ukitaka kumjua huyu ni muumini wa kweli, idha dhukira Allah, akitajwa Allah, wajilat qulubuhum, moyo wake unapata hofu, unaogopa kwamba Allah amesema. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu, na zikisomwa mbele yake aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zadatuhum imani, imani kwake yeye huyu mtu unazidi. Sasa jipime na jiangalie, hivi mimi zikisoma aya za Allah moyo wangu unapata hofu? Na akitaja maneno ya Allah
je, mimi imani yangu yazidi? Jipime, bali linsani ala nafsihi basira, kila mmoja ajifahamu na kila mmoja ajijua. Lakini ukiona kwamba akitajwa Allah wewe huna lolote, zikisoma aya za Allah huna taarifa yoyote, itazame mimi ni katika jumla ya watu wa aina gani? Na Allah ndiye aliyesema utaratibu huu. Ukitaka kumjua muumini wa kweli, alladhina idha dhukira Allah, nikitajwa mimi, wajilat qulubuhum, unapata hofu, unaogopa ule moyo wake kwamba aliyesema ni Allah muumba mbingu na ardhi. Ana ukubwa wa kiasi gani huyu? Ana uwezo wa kiasi gani huyu? Ana nguvu za kiasi gani huyu? Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu, na zikisoma aya zetu, zadatuhum iman, imani yake inazidi. Ujitazame na jikague kwamba mimi nimo kwenye aya hii, muumini mwenyewe ndio mimi. Ndiyo niliambiwa ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lisalati min yaumil jumu'a fas'au ila dhikrillah. Ni mimi. Nishakuja kwenye mnada wa Allah, lakini kwenye imani nimo. Ukiona hakuna chochote, ni mtihani sana. Muislamu mwenzangu, ni mtihani kwako, mtihani mkubwa sana. Tumwombe Allah atuafikishe tuwe ni watu wenye imani iliyo ya sawasawa. Tumwombe Allah atupe taufiki na sanadi kutekeleza maamrisho ya Allah. Tumwombe Allah atuafikishe tujiepushe na makatazo. Wallahu tabaraka wa taala yaqulu wa biqawlihi yahtadi almuhtadun fa idha quri'a alquran fasta'idhu billahi minash shaitani rrajim. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الفاعل المختار
والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفة الأبرار، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله سيد سند. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، أما بعد فقد فاز المتقون. Watukufu Islam, nahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika jambo kubwa la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, juu ya kufuata maamrisho ya Allah na kujiepusha na makatazo. Mtume Muhammad yeye ndiye aliyesema, Al-Kayis, mwerevu, man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Mwerevu ni yule ameitazama nafsi yake halafu akafanya lile ambalo litakalomsaidia baada ya kufa. Kwamba mimi nikifa ni kitu gani kitakachoweza nisaidia? Na mimi ni muumini. Je, mimi naswali swala 5? Mimi ni muumini. Je, mimi naacha madhambi? Mimi ni muumini. Je, naacha unafiki? Mimi ni muumini. Je, naacha yale aliyokataza Allah? Man dana nafsahu. Hesabu vizuri bwana nafsi yako, itazame vizuri nafsi yako bwana. Mimi ni muumini, awamirillah, amri za Mungu natekeleza. Mimi ni muumini, yale aliyokataza Allah naepukana nayo. Maisha hapa ni mafupi mno, mafupi sana. Ishi duniani miaka 100, ishi duniani miaka 200, ishi duniani miaka 300. Kiondoka ni muda mrefu utakwenda kukaa wewe kabrini, muda mrefu sana utakaa kabrini kuliko miaka aliyoishi. Utakaa muda mrefu. Na kama kungekuwa na upendeleo wa kuweza kuishi na kukaa, angependelewa Mtume Muhammad, sababu Mtume Allah kampenda katika viumbe aliyowapenda. Mtume kapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka Mungu jina lake yeye anamkabidhi kiumbe huyo. Huyu basi angeishi, basi angekaa muda mrefu, lakini kaondoka. Na sisi ndio umma wa mwisho
hakuna mama mwingine atakayekuja. Ummati Muhammad ndio umma wa mwisho. Nitazame, tunamaliza mwaka wetu wa Kiislamu. Nimefanya nini? Mwaka huu ni wa hijra, Zulhijja ndio tuliokuwa nayo. Namaliza mwaka huu wa Kiislamu, unakuja mwaka wa Kiislamu Muharram, mfunguo 4. Nimefanya nini? Naazimia kufanya nini? Ipekue kwanza ulikotoka, jiangalie kwanza ulikotoka. Mwaka mzima wa Kiislamu 1447 inakwisha, inaingia 1448, unaingia Muharram. Mwaka mzima nimefanya nini? Ni jambo gani nililofanya Allah subhanahu wa ta'ala analiridhia zaidi hilo? Ni jambo gani nililofanya ndani ya mwaka mzima, jambo hili analichukia Allah subhanahu wa ta'ala? Ni jambo gani? Hasabu kabla an tuhasib, hisabu kabla hujahesabiwa. Maana inawezekana mwenyewe watembea, unakwenda kulia na kushoto, lakini lile jani lako lishadondoka kule Shajaratul Muntaha. Huko juu kuna mti mmoja unaitwa Shajaratul Muntaha, majina yetu yote yako hapo. Likidondoka jani, malaika anakwenda kusoma, fulani bin fulani hayupo duniani, siku zako ni 40 utakazokaa tu. Ikiisha tu haijalishi unaumwa, haijalishi uko kwenye gari, haijalishi uko nyumbani, wewe unaondoka tu, unaondoka duniani tayari, 40 zikiisha. Hasiwezekana muasi Allah subhanahu wa ta'ala, kuma vile tayari zasubiriwa siku tu. Maana kifo hakijalishi kwamba naumwa, hakijalishi kwamba wako nyumbani. Almauti yati baghatatan, mauti anakuja ghafla. Walqabru sanduqul amal, na kaburi ndio sanduku la matendo yako. Tawakkal ala Allah. Itazame bwana, itazame bwana. Itazame. Baada ya Allah kuweza kusema, anakamilisha maneno yake haya, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah, hakika hapana vingine, waumini wa kweli ni wale ambao akitajwa Allah subhanahu wa ta'ala, wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu, na zikisoma aya za Allah zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Akasema tena Allah, wa ala Allahi fatawakkul in kuntum mu'minina.
na ka Allah subhanahu wa ta'ala mtegemeeni ikiwa nyinyi ni waumini wa kweli. Mimi ni muumini, lakini haki za Allah natekeleza. Haki za Allah natekeleza, au nafanya ujanja ujanja tu? Hakuna ujanja ujanja bwana, hakuna ujanja ujanja. Wa inna alaikum lahafidhin, pana mbele yenu rakibu na atid kiraman katibin, watukufu waandishi, yaalamuna ma tafalun, unajua mnayofanya. Innal abrara fi janna wa innal fujara fi nar, watu wema watakuwa peponi, watu wabaya watakuwa motoni. Mtazame sasa, mimi ni mtu wa peponi au mimi mtu wa motoni? Kwa nini? Mtume Muhammad sema kullu ummati yadkhuluna aljanna, watu wangu wote wataingia peponi, illa man aba, ila atakayekataa. Sahaba anamuuliza Mtume, ya Rasulullah, wa man aba ya Rasulullah, mtu ambiwa ingia peponi alafu akatae, enda katika janna akataa. Sema naam, man ata'ani dakhala aljanna wa man aswani faqad aba, atakayefuata niliyokuja nayo, maamrisho niliyokuja nayo na makatazo niliyokatazwa akayaacha, akafuata utaratibu niliyokuja nao kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, dakhala janna, ataingia peponi. Wa man aswani, yale niliyokuja nayo akaamua yeye hana haja nayo. Badala muumini kaambiwa aswali vile atakavyo, Ijumaa hadi Ijumaa, na anaswali kwa kuwakilisha, kama vile bungeni waswali wewe, mkeo haswali, wanao haswali, na wewe unao nyumbani, na wala huamrishi kuswali, huwakatazi mambo ya haramu. Utakwenda kuulizwa kwa Allah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu an ra'iyatihi, kila mmoja ni mchunga na kila mmoja atakwenda kuulizwa juu ya uchungaji wake. Hao ndio waumini aliwazungumza Allah subhanahu wa ta'ala, wale ambao wenye kutawakali, kutegemea hasa kwa Allah, hao ndio waumini. Sema in kuntum mu'minin, hata wadudu pia nao wanatawakul. Wadudu pia, wanyama pia, kuku pia, ng'ombe pia. Hawezi kukaa tu hivi hivi Mungu atawaleta riziki. Hapana, wanatoka kule. Kutoka ni asbabu, kutoka ndio tawakuli. Anasema
Laiti kama nyinyi mtamtegemea Allah ukweli wa kumtegemea, basi Mungu angewaruzuku kama vile anavyowaruzuku ndege. Wanatoka hali ya kuwa matumbo yao yana njaa, wanarudi hali ya kuwa matumbo yao yameshiba. Haya ni maneno ya mwanachuoni mmoja, wala sio maneno ya Mtume Muhammad. Lam yakulu nabii sallallahu alaihi wasallam, hajasema haya Mtume Muhammad, maneno ya wanachuoni. Lakini ni hakika kwamba laiti kama tungemtegemea Allah kwa kumtegemea, basi Mungu angeturuzuku kama vile ndege, tunatoka hali ya kuwa tuna njaa, tukirudi hali ya kuwa matumbo yameshiba. Tumwombe Allah tuwafikishe tupate dua zilizoombwa kuanzia ndani ya haram ya miji mitukufu. Mungu tunakuomba zifanye kazi dua zilizoombwa na wenzetu waliokanyaga katika ardhi takatifu, ardhi za Maka na Madina na Mina, Muzdalifa, mpaka sehemu ambayo amelazwa ubavu wa kulia Mtume Muhammad, amelazwa Abubakar as-Siddiq, amelazwa Amirul Mu'minina Umar ibn al-Khattab, amelazwa Uthman ibn Affan. Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa dua hizo zilizoombwa uzikubali, na tutaendelea kuzipata. Walillahi alhamdu, viongozi wetu wamehudhuria wote kwa usalama na amani. Tunamshukuru Allah. Tumwombe Allah amwafikishe kiongozi wetu wa kinchi, mama yetu Samia Suluhu Hassan, ampe uweredi wa kuweza kutusimamia kwa salama na amani. Ya Rabbi, tunakuomba mpe uweredi rais wa Zanzibar, aweze kusimamia vizuri majukumu yake na watu wote wenye kumsaidia mama yetu pamoja na rais wa Zanzibar. Ya Rabbi, tunakuomba mhifadhi na umlinde kiongozi wetu wa kiroho, mufti wetu wa Tanzania. Anafanya kazi kubwa, kafanya mambo makubwa ndani ya Maka, na mpaka wale waliokwenda nao pia, wale mahujaji wanasema ukienda na mufti wa deka, maana kila saa mnaulizwa mna shida gani, ili mpate kusema mna shida gani. Sasa ukienda na mufti wa deka, walillahi alhamdu, kafanya kazi kubwa ya kusimamia mahujaji wa Tanzania nzima. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amerejesha salama. Tunamwomba Allah kwa utukufu wako na kwa baraka zako, mhifadhi na umlinde kiongozi wetu, mufti wetu wa Tanzania. Ya Rabbi, tunakuomba wahifadhi baraza letu la ulama pamoja na makatibu na watu wote. Ya Rabbi, tunakuomba wahifadhi waumini wote walioko ndani ya msikiti huu, wahifadhi na watengenezee mambo yao kwa baraka ya Ijumaa hii na kwa utukufu wa Ijumaa hii. Kila mwenye shida Mungu mkidhie shida yake, kila mwenye tatizo Mungu muondolee tatizo lake. Wafanya biashara hao, ya Rabbi, biashara ziende vizuri. Hao wakulima mambo yaende vizuri, wafanya kazi zao ziende vizuri. Wenye fitna Mungu ziondoe fitna zao, ili wapate kuendelea na kazi zao kwa salama na amani. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم رضانا ببكر الصديق تقي وعمر الفاروق نقي وعثمان ذي نورين زكي وعلي الوفي الرضي وارض اللهم سلطان الجليلين شهيدنا بمحمد الحسن وابي عبد الله الحسين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسألوا من فضل يأتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.